which hinders revival. Number 2, doubters. Ile kutoamini. Shauku. John chapter 1 verse 46. Yohana 1 mstari wa 46. Yohana 1 tusome mstari wa 46. Nathanieli akauliza, Nazareti, je, kitu chochote chema chaweza kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. This is Nathaniel. Huyu ni Nathanieli. He had an encounter with Jesus. Alikuwa amekutana na Yesu. And here we can see him. Na tunamuona saying in front of Jesus, akisema mbele ya Yesu, can anything good come from Nazareth? Je, kuna kitu kizuri kinaweza toka? Why? Because Jesus was identified with Nazareth. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa anatambulisha. Although he was born in Bethlehem, hata kama alizaliwa Bethlehem, but he was identified with Nazareth. Lakini alikuwa anatambulisha. And that's why they never called Jesus Jesus of Bethlehem, but they called him Jesus of Nazareth. Kwa sababu muita Yesu wa Bethlehem, walimuita Yesu wa Nazareti. And because Nazareth, sababu Nazareti, it was a city, ilikuwa mji under a curse. It was a city ilikuwa mji which was under powers which were controlling it. ambao ilikuwa na nguvu zinalitawala. Now Nathaniel knew very much that nothing good can ever come from Nazareth. Kwamba hakuna kitu kizuri chaweza toka Nathaniel. And that's why he had to tell Jesus and his disciples, can anything good come out of Nazareth? Can anything good come out of Nazareth? The spirit of doubting in this life will always hinder revival. This happened also with Thomas. In the book of John chapter 20 verse 24 to 29. Katika Yohana 20 kuanzia mstari wa 24 hadi 25. Kitabu cha Yohana 20 tusome kuanzia mstari wa 24. Lakini Tomasi aliyeitwa Didimasi, yaani Pacha, mmoja wa wale 12, hakuwa pamoja nao Yesu alipokuja. Hivyo wale wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Lakini yeye akawaambia, nisipoona zile alama za misumari mikononi mwake na kuweka kidole changu kwenye hizo alama za misumari na mkono wangu ubavuni mwake, sitaamini. No, this is Thomas. Huyu ni Thomas. He had heard that Jesus sikia kwamba Yesu had resurrected. Amefufuka. But he told the other disciples, Yeye akawaambia mitume wengine, unless mpaka tu I put my hands on his palms, niweke mikono yangu kwa mapafu, unless mpaka tu I put my hand on his side, niweke mkono wake kwa ubavu, I won't believe. sitaamini. Doubters will always never believe what God can do in this life. Wale ambao hawaamini watakosa kuamini kile Mungu anaweza fanya katika maisha. Doubters will never believe Wale ambao hawaamini hawataamini that God is able to change their lives and also to change their destiny. kwamba Mungu anaweza akabadilisha maisha yao na hatima. The spirit of doubting, Roho wa kutoamini, it has affected so many believers. imeathiri waamini wengi. And we have a generation Na kuna kizazi of people ya watu who will only believe when they see that when they see a miracle has happened or taken place. au wataamini tu wakiona miujiza umetendeka. But they will never believe Lakini hawataamini that God
miaka ya 80 na 90. And she was known as Margaret Wangari from Banana. Na alikuwa anajulikana kama Margaret Wangari wa She is one of the revivalists even in our nation. Yeye alikuwa na ufufuo katika nyakati zile. And God was using her in a very great way and also in a very powerful way. Mungu alikuwa anamtumia kwa njia kubwa sana. I remember there was a time Nakumbuka kuna wakati I attended one of his meetings nilihudhuria mkutano wake mmoja. in a place called Njoro. There was in a place called Njoro, and there was an open ground there. Mahali ambapo panaitwa No, it was not Njoro. Yes, it was in Njoro town. mahali ambapo panaitwa Njoro, kulikuwa na mkutano wa nje. And the meeting was very big. Na mkutano ulikuwa mkubwa. The crowd was very big. Kundi kilikuwa kikubwa. And I remember that is the time I witnessed with my own eyes. Nakumbuka huu ndio wakati nilishuhudia na macho yangu. Blind eyes opening. Kipofu kikiona. Cripples walking. Viwete vikitembea. And I remember I was still a young boy. Kumbuka nilikuwa bado kijana mdogo. I remember there was an incident Nakumbuka kulikuwa na tukio of another man who had been brought there who was a cripple. ya mtu ambaye aliletwa pale akiwa kiwete. He had 2 crutches. Kulikuwa na Mikongojo mbili. mikongojo mbili. 2 crutches. Mikongojo mbili. And I remember he was praying. Nakumbuka aliopewa. And he pulled it. After being prayed, he pulled down the scratches and he started walking. Nakumbuka alipoombewa akatuma hiyo mikongojo na I saw it happening with my own eyes. aliona kwa macho yangu mwenyewe. Great things were happening. Mambo makubwa yalikuwa yanatendeka. And I remember after that miracle taking place, Nakumbuka baada ya huo muujiza kutendeka. the parents of this young man, Mwambia huyu kijana. they told that young man, Wakamwambia huyu kijana. "Nete tigago, Miti haiachangwi. no Kenya na hao mbele, Waweza fika pale mbele na urudiwe na uwete." na ujitaji hiyo miti. That young man told the parents, Kijana akamwambia, "I am healed. I can walk properly." nimepona, naweza tembea vizuri. They told him, "Where? Akamwambia wewe Unaweza rudiwa na uwete, ule wetu waweza na hii miti tuliwacha hapa. na kuhitaji hiyo miti. Utafikaje nyumbani? Itabidi tukubebe na mgongo." Doubters. Wale wasioamini. Doubters. Wale wasioamini. Thomases. Matomasi. They decided to carry the crutches. Wakaamua kubeba ile mikongojo. They decided to carry those crutches. Wakaamua kubeba ile mikongojo. And what happened? Lakini kilitendeka. As they were going back home, Walipokuwa kirudi nyumbani. because of doubting the power of God, Kwa sababu ya kutoamini nguvu za Mungu. because of doubting that God is able to perform and also to sustain the miracle, Kwa sababu ya kutoamini nguvu za Mungu ya kwamba Mungu anaweza kutenda muujiza na kuhifadhi. they doubted. Wakakosa kuamini. And it is true. Na ni ukweli. Before reaching home, Kabla ya kufika nyumbani. the crippledness in the life of this young man Ile kiwete katika maisha ya kijana. ikamrudia. Ukarudi. Akawambia, "Noto kueleze. Si tulikuambia. Noto kueleze." Si tulikuambia. Doubters. Wasiwaambie. They will never sustain a miracle from God. Watahifadhi muujiza. They will never believe that God is able. Hawataamini kwamba Mungu anaweza. They will never believe Hawataamini that our God is a supernatural God. ya kwamba Mungu wetu ni Mungu. They will never believe Hawataamini that God can perform a miracle. ya kwamba Mungu anaweza akatenda muujiza. And it becomes long lasting. Na ikuwe ya kudumu. And these are the people who go by sight. Na wale watu ambao wanaenda kwa kuona. These are the people Hawa ni watu who do go by sight. wanaenda kwa kuona. They don't believe Hawaamini that God is
God.